Mtu mmoja amekutwa amefariki mtoni katika mto Ngarenaro kwenye mtaa wa Longdong, kata ya Sokonuan, mkoani Arusha, ambapo inaelezwa kwamba amebebwa na maji kutoka maeneo ya mjini na mwili wake ulipatikana majira ya mchana akiwa amefariki. Wakizungumza mashuhuda wa tukio hilo, wanaeleza kwamba watoto walikuwa wanacheza mtoni, lakini wakaona kama mguu wa mtu, wakaenda kutoa taarifa kwa wazazi wao na kuwajulisha kwamba kuna mtu ambaye ameonekana katika eneo hilo. Hata hivyo, mtu huyo hajajulikana jina lake na anapoishi, lakini jeshi la polisi wamesha uchukua mwili usiku huu na kwenda kuhifadhi katika chumba cha kuhifadhia maiti kwa ajili ya utambuzi zaidi wa mwili huo ambao umefariki na umekutwa mtoni. Hizi taarifa nimepata saa 12 jioni nikiwa barabarani, nikampigia mwenyekiti hayupo. Baada ya kumpigia mwenyekiti hayupo, nikampigia mwenyekiti mstaafu, ndio akaarifu polisi, ndio akaja. Kilichotokea hapa ni huyo mtu alikuwa amepigwa kwa mtoni, na nilikuwa naomba wazazi wachunge watoto kipindi cha mvua, watoto wasiende kwa mtoni, maji yanaanza kuzidi wakachukuliwa na maji. Katika mazingira yaliyokutanika ni mtu ambaye kwenye gogoni kama uchafu, watoto wakaona kama wakajua ni kambani, kumbe ni mguu. Wakaja wakatoa ushuhuda kwa watu wazima wakaenda kuona, ikapigwa simu kwa balozi akawapigia maaskari wakafika. Lakini tunachosii ni wadogo zetu na watoto zetu wasicheze tena mtoni. Hii ni kipindi ya mvua, ni mbaya sana. Huo mwili una kama siku ngapi hapo? Huo mwili unaonekana ni siku 1.5. Maana watoto kiukweli, watoto wetu wanacheza sana mitaa ya mtoni, wanapenda kambale sana. Lakini tunawaombeni wadogo zetu msipende, hii ni kipindi ya mvua kucheza mtoni. Mimi naitwa Mary Michael Kwai, naishi hapo karibu na hiyo opposite kwenye hiyo korongo na tukio. Sasa kuna mtoto anaitwa nani huyo? Chris. Akaja, alikuwa huko mtoni anashikaga samaki. Akaja, akamkuta mtoto mmoja anaitwa Raimu wa nyumba hiyo hapo. Akamwambia, hebu twende, tumeona kitu fulani kule mtoni kama mtu vile. Haya, wakatoto wakaenda. Mama yake sasa na hiyo Raimu akawa anamtafuta Raimu. Akaambiwa ameenda kule bondeni, wameona maiti. Yule mama ndio akazunguka kule kwetu barabara hii, akatufikia, akatuambia kule mtoni kuna nini? Kuna maiti. Nikashuka mimi na baba mmoja anaitwa Baba Amina, nikafika mpaka mtoni, nikakanyaga maji, nikafika mpaka hapo kwenye tukio, nikamkuta amelala hivi kifudifudi. Nilivyomuona basi nikarudi, ndio tukaja huku juu, tukaanza kukupigia wewe simu, tukaanza kupigia polisi. Polisi hawajaja, ndio huyu dada wa TANESCO akapigia zimamoto, ndio zimamoto ndio kuokoa. Tusaidie kidogo. Ukimcheki kwa haraka ni wa jinsia gani na kama miaka mingapi? Ni wa kiume nilivyomuona, lakini miaka haifiki 40. Na huu mtu mara nyingi ni mtu amesomba kutoka huko ama mnafahamu? Hatufahamu. Alivyokuwa amelala kama anaogelea, hata alivyoletwa hapa si hatujaonyeshwa. Hatujui kama alikuwa anaruka wale kuna kivuko hapa bondeni au kama ametokea kule juu, atuelewe. Ushauri wako ni nini kipindi cha mvua? Ushauri wangu kipindi cha mvua ni watu wajiani na mto, sio mtu mzima, hadi asione maji aone labda ni saizi yake kuyakanyaga. Na vile huyo mtoto aliyeona hicho kitu ni hatari sana kwenye akili yake. Maana alifuata nini hapo ni pazito, sijui ameendaje mpaka kafika hapo. Eti anatafuta kambale, alifikiri ndio kambale sasa. Mbona mguu kambale? Mguu ulikuwa uonekani hapo. Mguu ulikuwa uonekani. Ila basi tu ni Mungu tu amesema aende ile hivyo. Na walindaji watoto? Watoto wanatakiwa walinde, kila mzazi aangalie mtoto wake. Na watoto wenyewe wameshashuhudia, wameshaona mtoni ni hatari. Mimi nilikuwa hapo shule ya Goligota, mtoto ndo akaja akaniambia, ndo nikateremka mtoni, ndo nikamwona yuko pale kwenye ile gogo. Ndio. Na mkimcheki haraka ni kama na miaka mingapi hivi? Na mimi nilivyomcheki, maana nilimsogelea karibu, ana kama miaka 20. Na mto huu umekuwa hatari kiasi gani kipindi cha mvua? Una hatari kweli. Ndio. Nini kifanyike?
kila mtu awe makini na mtoto wake. Baba, hapo mtoni kwanza ilikopo na nilenye uongo. Taruki. Kwa sababu ujumbe yenyewe tukimwangalia ni mtu kama mwenye miaka 32, 33. Kwa sisi tule mwanako karibu kata tule jioni. Kuna watoto wenyewe kata wanaenda kumuona huko mtoni. Kanajua kama Nkambale. Ndio kutoka hapo kwenda kumuita bwana jomba letu Basalama pale vile. Ndio kwenda kumstiri ile jomba pale mtoni. Kwa hiyo kama tukio ile hapo ni mtoni mengi sana. Huyu ni mmoja sijui kuna wangapi wameenda mpaka saa hizi. Na maji ni mengi kiasi gani? Maji ni mengi sana. Kwa sababu maji yenyewe kuna nyumba zinabebwa huko juu. Kuna madaraja yenyewe yanabebwa huko. Na watu wengi wanaenda sana. Kwenye mitaro ya junction na barabarani. Na tuletea watu. Tahadhari gani unatoa kipindi hiki cha mvua? Tahadhari kipindi cha mvua, watu wasifikirie ni mtoni tu. Sasa sehemu nyingi zinabeba watu na sababu mitaro na hivi vivuko vidogo vidogo vya mitaani. Ndio vinabeba sana watu. Manake afadhali watoto walienda basi kwa sababu wamejua. Yaani nitasema hiyo, kila mtu anakuwa na malaika wake. Kwa sababu ni kama zali. Sisi naambia mtu kama si kuja tusingejua kirahisi kama sio watoto. Kwa hiyo watoto mnawalindaje sasa kwa sababu? Watoto sometimes tunawapa hongera, sometimes tunabidi tuwatandike sasa. Kwa sababu kuna kuharibika kisaikolojia. Polisi paka muda amefika saa hizi toka saa 11 ile. Saa hivi saa 3 saa 2. Sasa hivi saa 3 polisi ndio amefika. Wamekuja fire hapa ilikuwa saa 10 saa 2. Kama na nusu. Saa 2. Kwa polisi nao kufika kwenye matukio kwa wakati ni changamoto. Hiyo changamoto katika jiji letu la Arusha. Changamoto kufanya nini? Wajua unapotoa taarifa watakiwa sasa hivi ifuatiliwe. Lakini toka saa 12 mpaka saa hizi inakuwa ni uongo. Kama nyumba imeungua ingekuwa ni uongo. Na hiyo unakitiki mtaa wetu Soma ni mbovu sana. Tuna barabara kubwa na barabara zimejiachia. Lakini polisi